Asante sana seneta wetu. Seneta Kadhuri apigiwe makofi. Asante sana our brother Waziri Kipchumba Murkomen na viongozi wote wa serikali kuu ambao wameandamana na wewe. Wale wanaondoka, MCAs wetu wote tumesema asante. Viongozi wengine wote, wabunge, senator, chairman wa bunge Rindikiri na wageni wetu wote ambao wamefika hapa siku ya leo, tunamkaribisha. Tuna county government ambayo inawakilishwa na governor mtarajiwa. Hata nyinyi tunasema asante. Wanasema mkiona vielea, kuna ile kamati imepanga hii maneno yote ikiongozwa na county commissioner wetu na mkubwa wake iko hapa RC, DCC Mary na kamati ile ya Caxton Miungi. Tuwapigieni makofi, wamefanya kazi nzuri. Leo mimi sina maneno ya kusema, mbatibu rwimbathire tueniona arua kanati tuko na birthday. Hii ni birthday ya Kipchumba Murkomen siku ya leo, si ndio? Na hii ni birthday ya Bogeta sub county. Wala najua kuimbia birthday ni akina mama. Kwa hiyo ningetaka kuuliza akina mama wote ambao wako hapa kuja hapa mbele. Kujeni hapa tuimbie Murkomen. Kede mwekuru nukariti ndhimbi kuja hapa mbele. Alafu nkoli akuru wanjuri na wabeye. Tudhalime Abogeta na tudhalime Murkomen. Tafadhali kujeni haraka, hakuna wakati huu. So all the ladies please. Wote mwekuru tije kuina birthday kana akuruwe. Kila mama akuja hapa mbele. Na hata kama mmeimba mbeleni kujeni. Mkuje ni karibu na hii stage. Ndio, na ningetaka kumuuliza waziri akuja hapa tumuimbie. Na mwalimu wa music Arwaji. Antu batie Arwaji. So, waziri come up. Senator. Mheshimiwa Mweti come up. Na Arwaji tafadhali, don't waste time. Arwaji no. Arwaji mtoto mzuri. Ona mmoto. Karambele na national ya Kurubangi. Sijio. Kauro besau kenarumane joye kaura. 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 Sio matimira ukeya kuna erudi roimba. Sio matimira ukeya kuna erudi roimba. Impongole guru ina ututuma ina kongo. Impongole guru ina ututuma ina kongo. Ikia morogwa ewo ntigithania ina korombo. Ikiari kiaura kiona Murkomen ibyo kyaterie. Kiona Murkomen. Sasa Thank you so much. Ne corona ndetore na boteu. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kipchumba.
Thank you. Na twathiria turikane kara kangi tukimuchokia gukara nthiguru tukinyukio kaora. Ibujura twitite. Okay. Welcome, Waziri, on this occasion of your birthday. We wish you all the best. May the front gates of heaven open and shower you with the choicest of 9 bounties at this point in time as you celebrate your birthday. May the Lord God in heaven make you one of the happiest men today. That when you turn behind back, you smile. When you look before you, there is a smile on your lips. May that smile endure for the rest of your days here on earth. When you look at your spouse, you have everything to thank God for. When you have a glass of water, it's medicine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you, moon? How old are you now? Bole tayari? Bole tayari? Ngokinyokia kaora. Ngokinyokia oka. Oye njerekeire matuine nanenjoe nonga kinya ngauroke dhaniene wega gangai motongoria nake Jesu mone monate roho waku monyaka oniye thank you so much. May you be blessed. May you be blessed. All right. Tafadhali turudi. Please be impressed. I've only 2 minutes. Where nimalize. Let me say very briefly. Kwanza nataka kurudisheni asante watu wetu wa Bogeta na South Event yote, kwa sababu mlibeba kwa mgongo wenu zaidi ya miaka 30 kwa siasa, na hata kama ya mwisho ileta shida, hiyo si shida. Hiyo tutarage marumwa tuje watarai mahatwa. Wakati nilichaguliwa kuwa mjumbe hapa, South Event ilikuwa division. We were one division and 9 locations. But ningetaka kumrudishia Mungu asante kwa kuniweka mpaka siku ya leo, kwa sababu sasa ile division moja sasa tuko na division 7 siku ya leo. Pigeni makofi. Na tuko na district. Sasa nimeona ikiwa district moja, sasa tuko na district 3 siku ya leo. Pigeni makofi. Kile kikarimuri kinene nicho kile mwadhani kabo. Locations ilikuwa 9. When I counted last, there were more than 33. Na tukawa na machifu wengi. So I really want to appreciate kuona maendeleo yote ambao imefanyika mbele ya macho yangu. Wakati tulijenga hii headquarter pali DCC atakuwa, tulikuwa na kina Chief Isabella hapo na wazee wengine ambao wameitwa kina Mbae and the others. Tulikuwa tunatarajia huko mbele tutapata DCC, amekuja siku ya leo. Hao watu walikuwa nayo maoni, wapigwe makofi. Mimi najua kile kimenipeleka nyumbani ni district na division ya Egoki, because niliambiwa kama hakuna district na hakuna division ya Egoki haijatangazwa, hata usitafute kura hapa. And for sure
Mimi nikaangi huko na Uhuru Kenyatta ili nipate hii district na division, nikacherwa huko, mkanipeleka nyumbani. Lakini Mungu ni mwema, at least ilitangazwa. Ningetaka kushukuru mheshimiwa wetu Dr. Shadrack Muiti sana, kwa sababu he picked from where I left, na siku ya leo tunasherehekea kuwa na DCC wa Bogeta. Muiti apigwe makofi. Kitabu cha Mungu kinasema mtu atajulikana na matunda yake. Mti utajulikana na sitaki kuhesabu, nyinyi wenyewe mnajua kama nilikuwa na matunda ama sikuwa nayo. Lakini Dr. Muiti kwa miaka 2 mimi naona matunda yake. Kuna Mitungu sasa ni National Polytechnic, si ndio? Huko upande wa Kionyo tuna Mount Kenya East campus ya Meru National Polytechnic, si ndio? Barabara zile zilikwama huko Uruko, Muiti amefufua, inawekwa rami, si ndio? Yegoji inaendelea. Na ingine ametaja hapa, mimi najua. Weta kwa Muiti eta muthenya agetenyu tuku. Sasa amepata pesa ya kuweka barabara ya kutoka Kionyo kuja Kanyakine kwenda Mitungu. Si mnaona matunda yake? Hebu apigwe makofi zaidi. Kuna wajumbe wengi ambao kazi yao ni kelele tu, kusema bila umeshinda wengine. Nimesikia Muiti akisema ameshinda mtu. Muiti ni mpole, kazi yake ni maendeleo usiku na, and that's the leadership we want in Meru. Are we together? Upande wa William Ruto, mliponiangusha, William alimpatia kazi. Sasa Kiraitu Murungi is the chairman of the National Oil Corporation of Kenya. Mimi ndio nasimamia kazi ya mafuta Kenya yote. Kuna maajabu mengine amefanya. Tangu dunia yumbwe. Unajua tulikuwa tuna complain mambo ya mlima kama tunafunikwa. And Kenya Mate was the MP for South Imenti 1965 to 1969. Na alipoitwa na Kenyatta Katundu, akaulizwa, nyinyi wa Meru, what do you want? Mnataka nini? Mate akafikiria, akasema, mzee, mimi naona ubomoe hii Mount Kenya, ili ukiwa hapa Katundu unaangalia unaona wa Meru. Hiyo ndio story tunasema hata siku hizi. Ukiwa kiongozi, bomoa Mount Kenya ili Meru ionekane. Na hata hivi juzi niliambia Mheshimiwa William Ruto, hata wewe bomoa Mount Kenya. Na tunaona ameanza. Kwa sababu tangu hii dunia yumbwe hatujapata deputy president upande huu wa Mount Kenya. William Ruto apigwe makofi. William anatembea Meru, hakuna president mwingine anajua village zenu zaidi ya William Ruto. Ukimwambia mambo ya Mitungu anajua. Ukimwambia Yegoji anajua. Hata kama amekuwa na shida kidogo kwa sababu ya ukosefu wa pesa, sasa pesa imepatikana. Na maendeleo inafanya nini? Inakuja. Mimi nimwambieni, I've said I'm not as foolish as Iruko. And also the days of the foolish, food-loving Merus are gone. Sisi tulikuwa nje Hundari na tumwita Nyakom, Raila Amolo Odinga. Nikaambiwa nisitaje hiyo jina Meru hii, na nipotaja mkanipeleka nyumbani. Sidio? Sasa Jacob wako wapi? Si amepigana, amefanya jia, amepenya mpaka sasa hako ndani. Na Kiraitu Murungi amefanya nini? Hata mimi nimefuata Jacob, tuko ndani.
Sasa kethi bahati twaroja na turi ome na nani ni twachoka kama umbira mpume kairi nitoke niende wapi? Kama Raila anaingia na ndio mpinzani mkubwa wa William Ruto, nyinyi wa Meru mnatoroka kwenda wapi? Era mwadha kerera winai wina kiawe. Mimi nimekuwa opposition miaka 10 tukipambana na Moi. Utona nyetu iketia kuru Uhuru Park Nairobi wita uturamira Moi. Toriba opposition. Sidio? But kinyago turamiro kule barabara agitamiru. Hii mambo maendeleo yote ambayo tunaimbia hapa ni ile tulifanya nikiwa kwa serikali. Bwana asifiwe. If you want development, you have to be in government. Kama tunapigana na ndugu yangu Kipchumba, do you think you could be here? So Kipchumba leo sisi tuko karibu kwa serikali. So you have to choose whether you want development, uwe karibu na serikali. So mheshimiwa, karibu sana. Kipchumba tumekuwa na yeye Senate. He was my true brother. Tumefanya kazi nyingi na yeye. Ingine ambayo tuwezi kuongea, but I'm happy he has responded to it. Since he became minister, hakuna DC mwingine peana. DC wake wa kwanza wa kupeana ni wa Bogeta. Na tena amekuja hapa siku yake ya birthday. Kanatu kakuru chore bunge kurukebu. Si angekuwa naimba birthday na watoto wake pahali. Amesema aje aimbe na nyinyi. So we really don't take that for granted. We do appreciate. Kuna mambo mawili tu. Wakati president aliingia, alikuja Meru. Tukamwambia president wa mwisho kulala Meru alikuwa Daniel Arap Toroitich Moi. Hata Kibaki hakulala Meru, alikuwa anazunguka, tunampeleka Sagana. So tukamwambia ajenge nyumba hapa Meru. Bila anaenda Kakamega na kauko siku 6, hata Meru akuje, analala hapa Meru, anazunguka, hata yeye kabila tunaona pale pengine. Sasa Gitonga ndio PS wa forestry. Ametoa shamba 50 acres hapa Meru town. Na budget itatoka kwako mheshimiwa waziri. Tujengewe State House hapo Kinoru, hapo Gitoro, so that hao wazee wa Njoro Cheke wanaenda kuona president jioni, wanamweleza mambo ya Meru. Akina mama wanaenda kumwimbia vile tunaona akiimbiwa pale pengine. Kana tegwa mtu wetu nipo kwenda State House ya kwa Meru. Oro kwenda yako kienjara tuone. Okay, asante sana. Jambo la pili, na hii sijaambia mtu mwingine, nitamwambia leo. Kulikuwa na kesi. Ruto aliposhindana huko Bomas, kulikuwa na kesi Supreme Court ya kusema njia itafutwe, hiyo uchaguzi uwe cancelled ili turundie kura tena. Na watu wengine wakatumwa kwenda kuona Martha Koome, kumwambia ndugu Ndanda, si wewe ni mtu wetu, saidia ili hiyo uchaguzi urundue tena. And Martha stood firm. Akasema atafuata haki. Kama mtu ameshinda, huyo ndio court itasema ameshinda. Na ataangalia only the evidence. So ilipoingia, I know alizima simu yake ili aase kusumbuliwa. And it is because he stood firm that William Ruto is the president today. Huyo mama apigwe makofi. She is a tough Meru lady and we are very proud of her. Sasa wale walikuwa na hiyo jama hawakutosheka. Ndio wanajipanga tena, wanajemelea hivi na hivi, wanatuma mawakili wengine.
to make sure that Mother Koome goes home. Na nikitha na tethereria mundu na tonyari akaanu ni untu boy. Mother Koome hajaiba kitu, hajapatiwa kuku na mtu. Kama mtu akaana tena makosa. So sasa nyinyi wazee wa Njuri Cheke. Notibuje ora muntu arumawa. Chweni njira. Au shetani ambao wananyemelea ili Mother Koome aende nyumbani. They be cast by the Njuri Cheke. Tureamwe. Kwa unaendea ntu wetu. Sisi ni watu wa kurudisha asante. Mother alisaidia William akawa president. Waziri ukienda nyumbani mwambie hiyo story pengine hajasikia. Mwambie kulikuwa na njama and I'm aware about it, which was to frustrate the case. So that's the ready be protected in our job. Are we together? Ndikuga atelero nti mumeru nonto ni janji omurongekia. Tureamwe. Umesikia tulikuwa na kelele kidogo, but even St. Paul said, I have a thorn in my flesh. Kinya meru bwana mwigua kuguru kwao na abeterete. Umesikia tarehe 16 tunapanga kama tuna mwiba itakuwa umeondoka, tutasherehekea. Tureamwe. Na Mporo Aburi, asante sana kwa kukumbusha watu historia. Thank you so much Njamba. Mporo amenyero mono. Mporo amenyero sana. Na dere uraithe ni Mporo. Oni utie munya na ali governor. Mporo akashikana na mimi. Eta kuromba Kirimeni. Eja toanye munya. Alafu nilipokuwa gavana tukakosana na yeye kidogo. Achoka Kirimeni kairi. Wata na munya. Wakanipeleka nyumbani. Si walikuja hapa wakishika matiti. Si mliona? Sema gavana ni mama. Omporobo kuona. Na denti yoko la kalieno kairi. Ayuka imaiga ya inaliku. Na ade Kirimeni kairi. Komporo ite Kirimeni akurombera, you can survive. Asanteni sana. Sitaki kuendelea zaidi hapo. Turombere Dr. Mwiti. Kanateu ati katinke hakuna mjumbe wa South Imenti anakaa moja. Mimi nilikuwa huko 4 terms. Kaduri 10 years. Ntombiwe 15 years. Kama Mwiti akaana na kama wake. Wala wanasema aendelee ainue mkono tuone. Ndio hiyo. William Ruto ambiwe nini? Ambiwe asante, si ndio? Na tembelee wapi? Na jenge wapi? Kipchumba Murkomen. You have a very strong team here. You are county commissioner. Amepambana na wezi wa ng'ombe. I've seen many of them, but you ni number 1 kupangana na wezi wa ng'ombe. Kwa hivyo najua mnafanya transfer na nini, huyo akaekae hapa atumalizie hiyo maneno. Huyo mama Mary tumekuwa na yeye, I think ameshikilia hizi subconte bill vizuri sana, amekaa na watu vizuri. Nasikia kuna promotions mnapeana, ukipata ya Mary tutafurahi.